Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Kocha Young Africans ameulizwa moja ya swali zuri sana. Nadhani hapo napaswa utulize vizuri akili unisikilize. Na hivi ndivyo ambavyo nadhani ataoperate kabisa. Ameulizwa kuhusiana, unajua dirisha limeshafungwa la usajili. Kwa hiyo swali likao ukitazama Young Africans na nyota wengi na ambao pia wanategemea kupata muda wa kucheza. Swali likaenda kwa kocha namna gani ambavyo anaweza kwenda kumanage ili jambo kwenye kikosi cha Young Africans. Akajibu akasema sio kitu rahisi hata kidogo, lakini kwa sababu ya experience alionayo kwenye mpira wa miguu anaweza kufanya hivyo. Sasa ndo akatuelezea vizuri kwa namna ambavyo anaenda kulifanya hili jambo, na mimi nitakuchambulia kwa kadri ambavyo nilikuwa namuelewa. Akasema kwa sasa hivi ni ngumu kuona anafanya sana rotation kwenye kikosi, akiwa na maana ya kila mchezaji kupata muda sawa wa kucheza, No, kwa sasa hivi anapambana sana kutengeneza one strong team, lakini pia kupata cohesive team. Strong inaeleweka. Cohesive ina maana ya kupata timu ambayo itashirikiana vizuri. Nadhani hapa alikuwa anamaanisha kupata timu ambayo itakuwa na maelewano mazuri sana uwanjani na kusaidia kuweza kucoordinate vizuri matukio kiwanjani. Lakini akaelezea kwamba sio kwamba baada ya kutengeneza hiyo strong team haimaanishi wengine hawatopata nafasi ya kucheza. No, watapata nafasi ya kucheza baada ya kupata clear identity kwenye timu. Kwa maana ya mchezaji ambaye atakuja sasa kuingia ndani ya hiyo first 11 yake ambayo tayari ameshaitengeneza, anakuja kuadd some qualities kwenye kikosi, lakini qualities hizo hazitoki nje ya msingi wa timu ambavyo imetengenezwa. Sijui umeelewa vizuri. Kwa sasa inatafutwa first 11 ambayo iko strong pamoja na cohesive, alafu baadaye wengine ndio watakuja kuwa wanaingia ndani ya hiyo first 11 ku add some qualities, lakini msingi wa uchezaji wa timu unabaki kuwa pale pale. Hapo utakuwa umenielewa. Mambo mengine ni kuelekea mechi ya kesho dhidi ya Coastal Union. Kama kawaida yake kawachambua Coastal chini ya kocha Fikiri Elias, wana muundo wa 4-4-2 ambao wamekuwa wakiutumia, wazuri kutumia maeneo ya pembeni, wazuri kwenye second ball, first ball, wana washambuliaji ambao wanapenda kutumia mguu wa kushoto, kwa hiyo wazuri pia kwenye kucheza aerial balls. Kawaelezea vizuri kama kawaida yake, lakini pia nimesikiza kocha wa Coastal Union Fikiri Elias naye pia ameeleza vizuri ya kwamba kama Young Africans wamewasoma wao, hata wao pia Coastal wamewasoma Young Africans. Hawajaja Dar es Salaam kutembea, wamekuja kutafuta alama tatu. Kumbuka game ya kwanza walipoteza dhidi ya Mashujaa. Sasa nimalize na hii taarifa kwamba group letu la WhatsApp tunalotoa mikeka ya bure tayari limerejea bwana, baada ya changamoto 2-3, na sasa hivi tunaanza kudondosha mikeka ya bure. Ligi kuu zimerejea zote. Kwa hiyo kama unahitaji mikeka bure, link ipo kwenye bio yangu, click itakuleta moja kwa moja na utajiunga na channel yetu, ambayo hata sasa hivi kuna mikeka mingine inatolewa kwa ajili ya mechi za leo na mechi zinazofuata. Sisi tunaweka paka zile mechi ambazo zinakuja kuchezwa weekend. Karibu sana.